asaidiwe huyo aoe, vinginevyo ataharibu jamii. Tukimwacha tukamtazama ataharibu jamii, ataharibu binti zetu, dada zetu, mama. Ndio tunakwenda kuharibu. Au nenda kuharibu nani? Huyu ikiwezekana tumsaidie aoe. Kuna watu tunafahamu katika jamii wana tabia hizo, hatulii. Kwa sababu tu ni kijana, afya ipo na kipato anacho, kwa sababu hawa watu wenyewe anawapa pesa, maki kipato anacho. Kama kaweza kuonga wanawake, kwa nini ashindwe kumpa mke wake? Kwa nini ashindwe kumnunulia nguo mke wake, kumnunulia chakula mke wake? Watu wanahonga mpaka nyumba. Huyu manake kipato anacho cha kumruhusu kuoa na afya ipo, huyu lazima aoe. Kwa hiyo hukumu ya kwanza ya ndoa ni lazima. Kwa nani? Kwa yule mtu ambaye afya inaruhusu, kipato kinaruhusu na hana uhakika wa kujizuia na uzinifu. Epo kauli moja inazungumzwa sana huko mitaani. Ya nini kufuga ng'ombe wakati maziwa napata? Kuna watu wanasema nishakuwa maziwa nikihitaji na napata, kuna haja gani ya kufuga ng'ombe, kuhangaika kila siku kukata nyasi au kumlipa mtu anayechunga wakati nikihitaji maziwa katoto na napata? Si kauli nzuri. Kwa hiyo hukumu ya kwanza ya ndoa ni lazima. Kwa nani? Kwa huyo mtu mwenye sifa ambazo tumezitaja. Hukumu ya pili ya ndoa ni haramu. Kwa nani sasa ni haramu kuoa? Nikirudi katika ile hukumu ya kwanza nimesema inawezekana mtu afya yake inaruhusu, uchumi kwa ndio tatizo. Nikasema huyu hata kwa kukopeshwa akopeshwe. Ziko nchi zingine wanakopesha vitu. Kuna benki kabisa maalum inakopesha vijana wanataka kuoa lakini kipato hakiruhusu. Baadhi ya nchi ambazo ustaarabu wa Kiislamu uko vizuri wana benki maalum kwa ajili ya swala hilo tu, kukopesha vijana wanaotaka kuoa lakini wameshindwa uwezo. Iko benki maalum, kama ambavyo leo tunasikia kuna benki ya damu salama. Iko benki ya damu salama. Watu wamekwenda mbali zaidi, kuna bank of sperm, hatari zaidi. Kuna benki ya kuhifadhi mbegu za kiume. Sasa hayo sio tuliyokusudia kuyataja. Twende kwenye hukumu ya pili ambayo ni hurma. Kuna mtu mwingine yeye kwake ni haramu kuoa. Yule ambaye ana uhakika hawezi kutimiza majukumu ya ndoa, hawezi kumtimizia mke wake haki zake. Tutakuja kuzisoma haki za wanandoa. Huyu kwake ni haramu kuoa. Hawezi kutimiza haki, kumtimizia mkewe haki zake. Siku moja niliona katika jarida moja la matukio, inaandika matukio mengi. Kichwa cha habari yani kilivuta hisia kwamba kuna nini humu ndani. Waandishi wakati mwingine na wenyewe wanachagua kichwa cha habari ambacho kinafanya jazbul intibah, kinavuta yani mazingatio. Ukikiona kichwa cha habari kile, wakati mwingine unaweza kukuta kichwa cha habari na habari uliomo ndani ni vitu tofauti, lakini gazeti au jarida umeshanunua. Sasa niko ni jarida la matukio. Kichwa cha habari kinasema hivi: 9 ashhur baada al-aqd ma zalat arusa adhra. Miezi 9 baada ya ndoa kupita, biharusi bado ni mwali. Kichwa cha habari kinasema hivyo. Ameolewa miezi 9 imepita lakini bado ni mwali. Sijui mumewe alisafiri baada ya kuoa tu. Na kwaje miezi 9 bado ni mwali? Bado ni mwali maana yake bado mumewe hajakutana naye. Kichwa cha habari kinaeleza hivyo. Nataka kujua ndani kuna nini. Kichwa cha habari kinasema hivyo. Walikuwa ni wa Misri. Maelezo ni kwamba biharusi kafungua mashtaka, kafungua kesi mahakamani na kesi imesikilizwa na yule bwana kahukumiwa. Malalamiko ya biharusi yanasema tokea aliponioa mpaka leo mpita miezi 9, huyu bwana hili swala haliwezi. Sasa sijui kwa nini alinioa.
Ilikuwaje? Baada ya kupita ndoa ikaonekana mwanaume hawezi, akafikiri ni swala la kupita tu. Siku ya kwanza, ya pili wamejaribu kwa namna, haiwezekani. Lilikuwa ni swala la watu wawili, mume na mke, lakini likaanza kuvuka mipaka sasa ya watu wawili, maki ni tatizo. Na bahati mbaya jamii yao wanavyoishi, mwanamke akiolewa akapata mtihani wa kufiwa au kuachwa, haolewi tena. Ni mara chache na ni nadra sana jamii yao iko hivyo wa Misri. Kwanza hawana ndoa za mitaa, kwamba mtu ana wake wawili, hawana. Na ikitokea binti hata kama na miaka 20 tukaolewa kapata mtihani mume kafariki, ndio basi tena. Sasa mwanamke akaona tayari jamii yake iko hivyo, huyo aliyomuoa ana sifa hiyo, hawezi. Maana yake ndio kamharibia. Ataolewa na nani? Na jamii ndio iko hivyo. Akaamua kufungua mashtaka. Sasa wakati wakijaribu kutatua tatizo hilo wakiwa wawili, imeshindikana, nasema sasa swala likaanza kuvuka mipaka ya mume na mke. Basi twende tuwaone wataalamu. Wakaenda kwa madaktari, wakawasikiliza, wakamuelekeza yule bwana, labda jaribu hivi, ufanye hivi au wapi. Kila njia iliyotafutwa kutatua tatizo imeshindikana. Mwanamke akaona hapa hakuna jinsi, huyu bwana kaniharibia maisha, akashtaki. Aliposhtaki ikahukumiwa, kwanza ndoa ivunjwe, pili huyu bwana alipe fidia, kwa sababu kishamharibia mwanamke. Kutokana na jamii namna inavyolichukulia swala hili, inawezekana asiolewe tena, au hata kama ataolewa itamchukua muda mrefu. Na bahati sijui ni nzuri au mbaya, hawakuwa ni Waislamu, ni Waqibt Orthodox. Swala hili lilipofika katika mashaikhatul Azhar, kwa mashaikh wa Azhar, makilo bwana alipoulizwa mahakamani, kwa nini umemfanyia hivyo? Asema sijafanya makusudi, nilikuwa sijui kwamba hili siliwezi, kwa sababu katika kukua kwangu sikuwa na mahusiano. Sikuwa na mahusiano kabisa mpaka nimefikia umri wa kuoa, nimeoa, sikujua kwamba hili swala hili mimi siliwezi. Nimekuja kulijua sasa hivi. Utetezi wake mahakamani haukubalika, akatozwa faini. Ndoa imevunjwa, akatozwa na faini. Sasa mashaikhatul Azhar wakasema kuvunja ndoa ni sahihi, lakini kumtoza faini kwa hoja aliyoitoa si sahihi. Hilo linawezekana, na kama tabia yake ndio ilikuwa hiyo, hakuna mahusiano yoyote mpaka amefikia umri wa kuoa, hilo linawezekana. Mtu akajidhani kwamba yuko salama, lakini kumbe hayuko salama. Kuna washabiki wa mpira, ukiwa unatazama mpira, mechi inaendelea, unaweza kulaumu wachezaji, wanashindwaje kufuka pale, itakuwaje muda unakwenda karibia mechi inakwisha. Ingia wewe ucheze, uone mechi zipokuwa ngumu. Yaani shabiki umekasirika, zimebaki dakika kadhaa mpira kuisha, hawajafunga, inashindikana nini? Fulani leo yuko vipi? Nenda wewe. Huyo mwenyewe anayecheza uwanjani pale wakati mwingine anafanya vitu vingine hata haamini. Anasukuma mtu, inapigwa filimbi pale ya faulu, afa anaanza kushangaa. Wa kwanza kushangaa ni yeye. Kuna nini? Kasukuma mtu, lakini ikipulizwa filimbi anaanza kushangaa. Anageuka na muangalia refa. Kuna nini? Mechi ndio ziko hivyo. Kwa kuitazama tu unaweza kudhani ni rahisi. Ingia uicheze, ndio utajua wenzako kwa nini wamekosa magoli. Sasa huyu bwana hoja yake ilikuwa ni hiyo, kwamba nilikuwa sijui kwamba na tatizo hilo kwa sababu sikuwa na mahusiano. Kwa hiyo mashaikhatul Azhar wakasema kuivunja ndoa namna hii ni sahihi, lakini kumlipisha faini huyu bwana kwa hoja aliyotoa si sahihi. Nafikiri tumemwelewa mtu namba 2 ambaye kwake kuoa ni haramu. Ni yule mtu ambaye hawezi kutekeleza baadhi ya majukumu, na hasa hili ndio jukumu kubwa. Vitu vingine huyu binti kwa baba yake alikuwa anavipata, alikuwa anakula, alikuwa anavaa. Alichokuwa na kikosa akiwa kwa baba yake ni hili ndio kubwa zaidi. Sasa hili mtu anapokuwa haliwezi, huyu kwake tena kuoa ni haramu, hasa pale anapokuwa anajua. Kama alikuwa hajui ni maadhur. Ameoa, imetokea sasa kwamba amegundua kwamba ana kasoro kama hiyo, sheria inavunja ile ndoa.
na sio talaka. Maana talaka ni kitu kingine. Talaka ni kitu kingine. Kuna tofauti talaka na kujivua na kuvunja ndoa. Anayevunja ndoa ni kadhi. Kadhi anayo mamlaka ya kuvunja ndoa. Akiwasikiliza wanandoa tatizo lilokuwa nao, na ilivyo sasa hivi unaweza kukuta kesi ya wanandoa, shauri la wanandoa linakuja pale, wampishana kabisa. Mwanamke anataka kuachwa, mwanaume anasema mimi sijui kuacha, mimi najua kuoa tu. Hataki kutoa talaka. Mwanamke naye hataki kujivua. Sasa kadhi huwa anapima, anatazama. Lakini sheria inampa mamlaka kadhi kuvunja ndoa. Hukumu ya ndoa ya tatu ni nadab, ambayo ni sunna kwa yule mtu ambaye afya inamruhusu kuoa, uwezo wa kiuchumi unamruhusu kuoa, lakini zaidi ya hapo anao uwezo wa kujizuia kuto kufanya uzinifu. Huyu kwake hukumu ya ndoa ni sunna, sio lazima kuoa, ni sunna. Afya inamruhusu kuoa, uwezo wa kifedha anao, lakini pia vile vile anaweza kujizuia na uzinifu. Huyu kuoa kwake hukumu yake inakuwa ni sunna. Sasa hizo ndio hukumu za ndoa. Kuna kipindi inakuwa ni wajibu, kuna kipindi inakuwa ni haram, lakini kuna kipindi inakuwa ni sunna. Kipindi cha Amirul Mu'minin Umar bin Khattab alipokuwa ni khalifa kama kiongozi wa dola ya Kiislamu, alipoitazama jamii ambayo anaiongoza, kuna kitu akagundua hakipo sawa. Aligundua kwamba vijana hawaowi, ndoa zimekuwa chache sana. Unapita mwaka mzima ndoa 2, 3, jamii kubwa, vijana wengi, kwa nini hawaowi? Akafanya utafiti, anauliza kijana mmoja, umefika umri wa kuoa, mbona hujaoa? Mahari ipo juu. Kijana wa pili, jibu lile. Kijana wa tatu, jibu lile. Mahari zipo juu, zimepanda. Kama kiongozi akaona hapana, asilinyamazie. Hawa umri wa kuoa umefika alafu hawaowi, nini kitatokea? Si jamii itaharibika hapa? Akaamua kulizungumzia. Siku ya Ijumaa katika hutuba akalizungumza hilo. Hutuba yake ikawa maudhui yake ni hiyo. Akina mama, punguzeni mahari, vijana wanashindwa kuoa kwa sababu mahari ipo juu. Wakati anaendelea na hutuba akasimama mama mmoja akasema, ayu'tina Allahu qintaran wa tu'tina dinaran ya Umar. Mwenyezi Mungu akasema tuchukue mahali tunayotaka. Leo wao wanasema tuchukue dinari moja tu. Inakuwaje? Amirul Mu'minin anasema amekosea Amirul Mu'minin na amepatia yule mama, qumu ila salatikum yarhamukumullah. Utafute tu ufumbuzi mwingine, lakini si kulazimisha kwamba mahali pungue. Takuja kuangalia kama muda utaruhusu swala zima la mahari. Sasa baada ya kuangalia nguzo, hukumu, nirudi nyuma kidogo katika somo la jana ambapo tulitaja vigezo vya mwanamke kuolewa na mwanaume kukubalika na wazazi wa binti. Tulivitaja jana katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anasema mara nyingi watu wanatazama kigezo namba 1 ni jamali, urembo, uzuri wa huyo binti, shepu, lakini nasabu namba 2, 3 mali, na 4 ndio dini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo akasema, kijana wa Kiislamu, hebu tanguliza dini. Dini iwe ndio kigezo chako namba 1, fadhfar bidhati dini taribat yadak. Ukitanguliza kigezo cha dini, basi utabarikiwa katika ndoa hiyo. Tukio moja lilimtokea Imamu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal amelelewa na mzazi mmoja tu, mama. Muda mfupi tu baada ya kuzaliwa baba yake akafariki. Baba yake alikuwa ni askari, kapata majeraha vitani huko. Mkeo akiwa ni mjamzito, alipojifungua muda mfupi tu akafariki. Kwa hiyo muda wote kalelewa na mama yake. Toka mtoto mdogo miaka 8, 9 kahifadhi Qur'ani. Mwalimu kampongeza, kamsifia kwamba kijana yuko vizuri.
Kwenye umri wa miaka kati ya 11 12 anatoka kwenda madrasa. Mama anaongea na kaka yake, mjomba. Ahmad kachukua mkoba wake ndio anakwenda madrasa. Anamsikia mjomba anamlaumu mama. Kwa nini hutaki kuolewa? Wamekuja waposaji 1 2 3 wote wanakataa. Kwa nini? Kijana kasikia. Mama akajibu, sitaki kuolewa kwa sababu mimi bado ninalea. Sipo tayari kuolewa na mwanaume mwingine hata kuja kunyanyasa mtoto wangu. Fikra ya mama iko hivyo. Ahmad kasikia kwamba yeye ndio sababu mama yake hataki kuolewa. Akaenda madrasa. Muda si mrefu akarudi. Mama yake katoka akaenda kwenye shughuli zake, karudi. Anamkuta Ahmad bin Hanbal yuko ndani. Vipi, mbona leo umerudi mapema? Halafu vipi, mbona umejinamia? Unaumwa? Akasema mimi siumwi, ila kichwa kimevurugika. Kichwa kimevurugika kwa nini? Kwa nini hutaki kuolewa? Mama akashangaa. Ahmad, wewe unazungumza maneno gani haya? Sasa nimesikia mjomba alipokuwa anazungumza, sema hayakuhusu mambo ya watu wazima, sema inanihusu. Umenitaja mimi ndio sababu. Huko tayari kuolewa kwa sababu yule mwanaume mwingine atakuja kunyanyasa mimi. Kwa hiyo mimi nahusika katika hili. Kijana mdogo miaka 12 13, lakini baadaye akaja kuwa shekhe mkubwa. Maana alikuwa yuko vizuri toka mdogo. Umenitaja mimi ndio sababu. Unakubali vipi kuishi umri wote huu peke yako na mimi ndio sababu? Sasa nenda madrasa, hebu achana naye. Mama akawa mkali, sitaki kabisa uzungumzie swala hili. Kamkazia macho. Kijana akaona ni mama, akaondoka. Akaacha kulizungumzia. Siku nyingine tena akamkumbusha, mama akawa mkali. Ahmad bin Hanbal kawa mtu mzima sasa. Umefika umri, mama anasema uoe. Akasema siwezi kuoa mwanamke aje kunyanyasa mama yangu. Wanawake wanawafahamu walivyo. Siwezi kuoa wafu aje kunyanyasa. Vile aliposema mama, mtoto naye anasema. Na kweli alikuwa ametingwa sana na swala la hadithi, kukusanya hadithi. Ahmad bin Hanbal. Kawa kijana, mama anamsisitiza kuoa. Kampa jibu lile. Mama akaona hapa kweli nimejifunga kitanzi mwenyewe, akamwacha.